zangu wanahabari, nimewaalika ili kuwajulisha umma wa Tanzania ya kwamba siku ya kesho tarehe 26, siku ya Jumapili, kwenye mji wetu wa Mwanza tunalo tukio kubwa la kihistoria, tukio ambalo linaenda kusaidia kuongeza hamasa ya wanaume kujitambua, kujifahamu na kujua wajibu na majukumu yao makubwa wanayoyabeba kwa ajili ya jamii yao, familia na taifa kwa ujumla. Bila shaka sio jambo jipya kwenye masikio ya Watanzania walio wengi, na sio jipya kwa sababu sisi kama taasisi tarehe 26 hiyo siku ya Jumapili ya mwezi huu tunakwenda kusherehekea miaka 11 tangu kuanzishwa kwa taasisi hii, na hii ni taasisi ya kipekee ukilinganisha na harakati nyingi ambazo pengine zimeonekana kwenye mitandao ama maeneo mbalimbali. Kwa nini ni ya kipekee? Kwa sababu hii imesajiliwa mahususi kwa ajili ya shughuli za wanaume. Tumekuwa tukifanya haya majukumu kwenye maeneo tofauti tofauti, tumewafikia mamia kwa maelfu ya wanaume kwenye nchi hii. Kazi yetu kubwa tumeifanya kwenye shule za sekondari ikiwa pamoja na high school, tumefanya kwenye vyuo vikuu na tumefanya mikutano ama matamasha ama makongamano ya wanaume kwenye maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Sasa hili la Mwanza ni la kipekee kwa sababu leo linabeba maadhimisho ya miaka 11. Na nimesema hii ni taasisi ya kipekee kwa sababu imesajiliwa mahususi kwa ajili ya wanaume. Sasa tarehe 26 kuna mambo kadhaa. Jambo la kwanza, tutakuwa na program maalum ambayo sisi tunaiita Boys Battle Mentorship Program. Tutaanza na ratiba ya vijana wadogo wa umri wa miaka 12 mpaka 19. Na hawa tutakuwa na masomo kwa ajili yao ili tuwaandae. Na ukiachana na hii darasa la leo tu, tumekuwa tukifanya hivyo. Tumekuwa tukiendesha camp mbalimbali za vijana wa umri huu. Na kwa hakika kabisa tunazo shuhuda nyingi kwenye vyuo, na kesho mtakao kuja mtapata fursa ya kushuhudia baadhi ya shuhuda za wale ambao tumekutana nao wakiwa sekondari ama high school, na sasa ni watu wakubwa kabisa, wamemaliza vyuo vikuu na wako kwenye maeneo mbalimbali ya utumishi wa umma na katika public sector. Kwa hivyo hii ni shuhuda. Mzazi unapomleta mtoto wako, unamleta mtoto wako eneo salama, mazingira salama, environment ambayo inamwezesha kujifunza na kupata fursa ya kujielewa mapema. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu msingi wa wanaume umejengwa katika malezi. Ukipotea kwenye malezi, unapotea completely kwenye aina ya mwanaume unayemtaka kesho. Tuna jamii yenye broken men, wanaume waliovunjika vipande kwa sababu ya namna ambavyo tumekuzwa na kulelewa. Mara nyingi huwa napenda kuuliza, ni wapi tunajifunza ama ni wapi tunapata darasa la wanaume? Ni wapi ambapo wewe unathibitishwa kwamba kile ulichokielewa kuhusu wanaume ni sahihi ama sio sahihi? Kwenye malezi yetu, eneo pekee ambalo tunajifunza kuhusu wanaume ni eneo la kutazama kwa baba. Vipi wasio na baba? Vipi waliolelewa na mzazi mmoja? Vipi wasiokuwa na wanaume watu wazima kwa karibu? Kwa maana hiyo, ama vipi kuhusu wale ambao wamelelewa na wazazi wao, lakini kwa kweli kabisa unaona kuna mapungufu yaliyo mengi kwenye maisha ya hao wanaume ambao ni wazazi. Kwa hiyo utaelewa tuna mchanganyiko mkubwa sana wa namna ambavyo tunaweza tukakosa tafsiri ama definition ya pamoja ya wanaume au baba au mume au mtu wa kiume. Na ndiyo maana tunasema kuzaliwa mwanaume haikuwa uchaguzi wako. Kila mtu anajikuta ni wa kiume, ila kufanyika kuwa mwanaume bora ni mchakato, it's a process. Ni mchakato ambao unapaswa kuupitia, mchakato wa kimalezi,
mchakato wa kimahusiano, mchakato wa kukubali kuwa tayari kujifunza, kupokea maarifa, kujua hivi mimi ni namna gani, ninawezaje kuendelea kuwa bora zaidi, ninawezaje kufanya maisha yangu na ya wanaonizunguka, aidha ya watoto wangu, yawe bora kuliko ya kwangu. Kwa hiyo hapa ndipo taasisi yetu ya Men at Work inapokuja sasa kutengeneza jukwaa ama platform ili sasa kuwasaidia wanaume kuweka standard ya wanaume.